kwa lugha ya Kiswahili utakatifu. Asubuhi tuliweza kunenewa mnenaji mtangulizi kwamba uzuri wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na tuliposikia habari hizo za Roho Mtakatifu, kwamba kabisa kama Mkristo ambaye umeteuliwa na ambaye umeitwa, tunaishi katika ulimwengu, tunaishi katika dunia hii, tunataka Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu baada ya Kristo aliitwa msaidizi, aliitwa mwalimu, aliitwa mfariji. Yeye ndiye alikuja wakati Kristo alipaa. Yeye ndiye amekuweko, ama yeye ndiye ako kwa sababu ya watakatifu, ili atupe nguvu to strengthen our life. Akupe nguvu za Mungu ambaye yanakuwezesha kuishi maisha yanayompendeza yule aliyekuita. Kwa hiyo automatically lazima unahitaji Roho Mtakatifu. Na sasa hivi ninaponena kuhusu utakatifu, Roho Mtakatifu hawezi kalia kila mahali. Hello, hawezi enda kila mahali. Sio kila mahali Roho Mtakatifu anakaa. Sio kila mahali Roho Mtakatifu anaenda. Sio kila kikundi Roho Mtakatifu anaingia. Roho Mtakatifu anatafuta mahali pazuri, mahali ambao unafaa, mahali ambayo imetengenezwa, mahali ambayo inamfaa, katika jina la Yesu. Na hivyo ili tupokee Roho, inabidi wewe mwenyewe kama mtu ujitengeneze, ili sijui ni wewe mwenyewe unajitengeneza. Roho safi, kama vile maandiko inavyosema, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na hii ni Roho wa Mungu akuja. Inakubidi kama mtakatifu, kama Mkristo, ujitengeneze wewe mwenyewe, ili Roho wa Mungu anapokuja akaweza kutua ndani yako. Hata sasa hivi Roho wa Bwana anatembea katikati ya wakati tunapomsifu, wakati tunapomwabudu. Hii lai anapenda kuja kwa wana wa Mungu au watakatifu. Lakini anapokuja, anaposhuka, halo,